na pia akaandika kitabu cha Ufunuo. Ndiye huyo Yohana. Kwa hivyo hapa mahali ambapo tumesoma ni mahali ambapo miujiza ilitendeka. Tunapata ya kwamba kwa kitabu cha Yohana kuna miujiza 7 ambayo Yohana aligusia. Hivyo wakati tunaona ya kwamba tuko na miujiza 7 na 7 ni namba ambayo ni iko complete, na ndio maana tuko na siku 7 na ndio maana hata wale ambao walikuwa wanazunguka mji wa Yeriko walizunguka mara 7. Na hivyo tunapata ya kwamba Yohana aliandika miujiza 7. Ya kwanza ni mahali ambapo Yesu Kristo alibadilisha maji kuwa divai. Na ya pili, Yesu alimponya mtoto wa yule mfanyikazi mkuu wa serikali. Ya tatu ni mahali ambapo aliponya yule kiwete ambaye alikuwa na miaka 38 katika kisiwa cha Bethsaida. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Yesu alitumia miujiza kujidhihirisha ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Ndiyo ambayo tulisoma siku ya leo ni kwamba alilisha watu 5,000 na hao ni wanaume peke yake ambao walikuwa wamehesabiwa. Na pia ya 5 kuna mahali ambapo alitembea juu ya maji. Na ya 6 akamponya wanaume ambaye alikuwa kibofu. Na pia ya 7 mahali ambapo aliponya alifufua Lazaro. Hapa mbele ambapo tulisoma watu wengi walimfuata Yesu Kristo kwa sababu ya miujiza labda walikuwa wamesikia. Wakamfuata wakati walisikia ameelekea kwenda jangwani pale. Wakamfuata wakaenda kwake. Tunapata ya kwamba hata gospels zinasema aliwaonea huruma. Kwa sababu katika miujiza hii tunapata imeandikwa kwa Mathayo. Hii miujiza ya kulisha watu 5,000 imeandikwa Mathayo. Marko, Luke na pia na Yohana. Kwa hivyo hii ndio miujiza peke yake tunapata katika hizo vitabu za gospel 4. Kwa hivyo wakati watu wamekaa mahali pale, ikafika wakati masaa yameenda, ndipo tuliona maandiko yakisema ya kwamba Yesu akauliza Filipo, je, tutapata wapi chakula ambayo watu watakula? Ndipo Filipo akamwambia ile fedha ambayo alikuwa nayo itatoshea au watu kupata chakula kweli? Filipo alikuwa ameona yale Yesu ambaye alikuwa amesaya tenda.
alikuwa ameona lile ambalo alikuwa ametenda, hata kupaliza maji kuwa divai. Filipo ndo aliyekana akayesabu chinchama cha kobe divai. Na pia alikuwa amejua ya kwamba Yesu alikuwa amefufua, ameponya yule mwanamume ambaye alikuwa ni kichana wa yule mzee. Filipo nao Yesu okowenya omusaulia olenge omutoma. Kwa hivyo wakati Yesu Kristo anamuuliza ya kwamba je, tutapata wapi chakula ambayo hawa watu watakula? Kitu ambacho Yesu alikuwa anatarajia kutoka kwake ni amjibu ya kwamba wewe uko na uwezo wote. Uko na uwezo hata wa kuleta chakula hata saizi watu wakule. Lakini Filipo akasema ya kwamba zile hela ambazo tuko nazo hazitatosea kununua chakula kwa hawa watu wote. Ndipo tulisoma kwenda chini. Andrea akasema ya kwamba Andrew akasema ya kwamba na yeye ya kwamba kuna kijana ako na mikate 5 na samaki 2. Je, hao watatosha nini? Je, watatosha nini? Ndipo Yesu akawaambia, weka watu katika vikundi wakae chini. Ndipo wale wanafunzi wakatii. Wakaweka watu wakakaa chini wakingojea muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo Yesu alisika zile vitu akapea watu wakaanza kula. Bwana Yesu asifiwe. Walipokula jinsi ambavyo mmoja alikuwa anafunja, tuseme ni mkate, wakati mmoja alikuwa anafunja akipeana mwingine, inaongezeka. Mwingine akifunja akipea mwingine, inaongezeka hivyo. Ikaendelea kuongezeka hivyo. Wale watu 5,000 ambao ni wazee wakaweza kula wakashiba. Na kwa hivyo wanawake hawako wamehesabiwa mahali hapa, hata watoto hawako wamehesabiwa. Hivyo ukiweka idadi yote labda ingefika hata 20,000, kwa sababu wanawake wanakuanga wengi na pia vijana wanakuwa wengi zaidi. Kwa hivyo namba ingekuwa nyingi kabisa. Kwa hivyo wale watu wakakula wakashiba, na ikapaki mabaki ambayo ilikusanywa ikakuwa 12 packets. Kwa hivyo ni kitu gani ambacho tutapata? This reveals that Jesus is the provider. Jesus is the provider of what we need. Jesus is the provider. Jesus is the provider. It doesn't matter how small you have. God can use more things to do greater things. God can use more things to do greater actions. Kama kuna mtu angesikia hiyo angesema amina. Mungu anatumia vilivyo
ilitendeka wakati huo. Ikadhihirisha ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. It doesn't matter kitu uto kama uko na kitu kidogo. Na wewe atoko bwate bintebi sinini. Inaweza kuwa uko na vitu vidogo. Wanaendelea bintebi bikembi kwa kende. Ukafikiria kwamba hivi kidogo itafanya. Bilie bikobu wate. Ile kidogo uko nayo. Bitume kaborongea. Itumie kwa njia ya sababu sesenie. Mungu naye hapa. Amanena akolekea. Makuu yaweze kutendeka kupitia kwa hiyo. Oitera sari ngane liliki. Moto tabasa kwa teba nere tabuati. Mtu asije akaseme kwamba hana. Mtu na bala tebe neje tibuati kende. Mtu anaweza sema kwamba ni ukweli sina. Kuna mahali injili itaweza upiliwa. Sana hali injili yekolandiwa. Watu wanasema kuja nikuombe upate gari. Bate wana ni chuano kwa sabero nyoreka. Kuja nikuombe upate pesa. Ni chugo sabero nyoreka. Wacha niwaambie siku ya leo. Fanya kazi na mikono yako miwili. Kuna watu wanadanganya watu. Ati ni wangapi mnataka magari? Watu wanapeana kuja hapa mbele. Ichuka dada waambie ukweli. Ili kama watemwe fanya kazi, watemwe kolembera kupitia kwa ile kazi. Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Ili uweze kufanikiwa. Ukipata kama ni sadaka, uleta hapa madhabahu. Fungu la 10. Mungu akushingire na ulinzi wake. Na bariki kama ni samba. Makuu yataweka kupitia kwa samba lako. Kwa hivyo fanyeni kazi na mikono yako. Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Hakuna kitu itaanguka kutoka mbinguni. Mtu asije akakudanganya ipikuja na mpaka saa 5. Tuliko koraga sio ukora mpaka saa 5. Ufanye kazi unalala mpaka saa 5. Akaenda kusina halia matabe kaliwa ikala soro. Unaenda huku kwa njia banda unapata unaanza story kwa unaendelea kuchapa story wafanya kateba na bwana yoga alia katonya korugo. Unafikiria eti gari itakupata huku kwa wasana kimeza kitonya korugo. Unafikiria pesa itasuka kutoka mbinguni. Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Mwanene ni gangu sisi ni kazi ya Mungu. Fanya kazi na mikono yako. Hii kazi na Mungu. Na Mungu ataibariki. Na Yesaye na Mungu atakuinua. Na Yesaye na kupitia kwa kazi yako. Waitira semoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God uses the small things. Nyasaye ni alotumeka bilieni. God doesn't use nothing. Nyasaye tali tumeka ngoboko. You must hold something. Oikotu alekende kwa for God to bless you. Ile Nyasaye akoseseni. You must have something at the end. Oikotu alekende tekekei ngoboko. This small boy, mosacho yomoke mosaoyo. He had 5 loaves. Igabwate emigati 5 and 2 fish. Nechiswe ile. And Jesus used that. Na Nyasaye akatumeka to multiply. Akabiaka chimara. To multiply them. Akabimenta. And he fed the multitude of people. Akaendaga ya wasaja walikiri sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God uses small things. Nyasaye nikagotumeka kiliegege. Hata wale ambao wamedharauliwa. No nyamba leo wachai. Hao ndio Mungu anatumia. Abamonya sana tumeka. Kuna wakati mwingine mtaona mtu. Chika kichinga wakorobo. Unafikiria huyu hatafanya chochote. Lakini huyo ndiye Mungu atatumia. Ili makuu yaweze kutendeka. Wakati ule ambapo
baoire umusachulia ichayati ndipo akawauliza Elia akawauliza yule ambaye ataua huyu mtu oyurete limoteli atafanyiwa kitu gani? Inki busara akorero. Na wenzake wakasikiza, na bamwe bategeka, mpaka ndugu yake akasikia, bako murongo wabo monane, akamuita akamuuliza, wewe, akamurangelia akamuboi, ni nani umeacha kondoo? Niko wote gratio na chuko na nombaya wewe. Aya ni wote kole. Lakini katika hii harakati ensemeye mfalme akasikia, aliposikia akamwambia mwendeni, akateba mae adui anataka kupigana na huyu jitu. God uses the smaller things so that he can show himself that he is God. Kwa hivyo akaletwa mbele yake, ndipo akajitetea akasema ya kwamba nilipiga ile simba na ile piefa. Kwa hivyo hata huyu pia nitaweza muua. Hiyo mfalme akajua ya kwamba unataka kwenda vitani, wacha basi nikuvalishe nguo za kivita, wacha nikuvalishe nguo za kivita ili uweze kwenda vita. You never know, hakujua ya kwamba God uses the small ili aweze kujidhihirisha. Mungu anatumia vile vichache kujionyesha. Bwana Yesu asifiwe. So God uses small things to show himself. Because he's God. Then give what you have. Give what you have. The young boy. The young boy. He had the 5 loaves. He never despised himself. He had only 5 loaves. Labda ilikuwa ni chakula chake. Labda ilikuwa apeleke nyumbani. Labda alikuwa ametumwa. Lakini ikajulikana ya kwamba mikate 5 ya samaki wawili uko na nini mkononi? Because God uses what you have. What do you have? At hand. When you come to the house of God, kento kiubwate ukona nini kwa mkono, kitu gani uko nacho? Nikiwasoba hata somoje ibadani siku ya leo, watina somo sana katika mkononi. Nikiwasoba unasema ya kwamba ndio nani imepepa nuru tekeliege kwa ninataka baraka akiokoleta hata kama ni kidogo na kebeke kengana ki Mungu ataangalia moyo ya sana ndiga kuligerejo moyo kubariki eli ndonya aweze kuinua eli ndonya aweze kuweka ulinzi katika maisha yako eli ndani alikowe aweze kukutetea eli ndani kwa maana yeye ni mwaminifu. Asigiche you have at hand ikiusowa you have at hand. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The boy had 5 loaves Musamuli nigabwate megatitano and 2 fish. Neti sumere chuka Jesus used that. Na wetera sebyo And through that na wetera sebyo miujiza ikatendeka. amanena agakoleka Kuja katendeka. amanena agakoleka Watu ndipo wakasema abantu bagateba huyu ndiye yule nabii. oyo nero lyo nabii. Huyu ndiye yule nabii. Oyo nero lyo morali nabii. Huyu ndiye yule nabii. Oyo nero lyo monene. Nero lyo mubani. Oyo nero lyo mubani. Yule ambaye alikuwa akuti. Oyo nero lyo mubani. Tunashuhudia kwa macho yetu. Na indelero tuamorolira sama. Tunashuhudia kwa macho yetu. Na indelero tuamorolira sama iso. Mungu ametenda. Ebuna akolire. Ametenda kweli.
basemeretie kitarajia wapate. Basemeretie. Na watu watafurika pale. Na watu waichorasa. Hivyo kuna wengine awande bado walifuata Yesu. Wafuate Yesu. Walijua ya kwamba wataona akifanya miujiza. Basemeretie na tigabarekano kwa yeye. Labda wataona akiwapea akitenda ama akiponya wagonjwa. Ande bora kwa wenye warwe. Lakini kafika ni wakati sasa watu wanastahili kwenda. Igaona wachinga kichoko genda. Sasa hapa wanafunzi wanamwambia Yesu. Igaona bora kwa kuona Yesu. Imefika muda umeenda. Chinga kichati. Na watu wamefurika hapa. Na watu waitoira. Waambie waende